Sky TV. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, karibu katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Serikali kuanzisha dawati maalum soko la wafanyabiashara na China. Pikipiki zinazotumia umeme zaanza kutumika Kigamboni. Katika habari za michezo na burudani, Simba ya wa timu bora Tanzania msimu wa 2024-2025. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jayunga. Moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga ameagiza kuanzishwa kwa dawati maalum la kuwahudumia wauzaji bidhaa nje ya nchi ambao wanalenga soko la China, ikiwa na wataalamu wenye uwezo wa kuzungumza lugha ya Kichina ili kurahisisha mawasiliano na kufungua zaidi fursa za biashara. Tupate undani wa taarifa hii. Waziri Kapinga ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa wadau kuhusu kutumia fursa ya kuuza bidhaa katika soko la China bila ushuru ulioandaliwa na wizara hiyo kwa kushirikiana na Jamhuri ya Watu wa China na Tanzania. Tunajiratibu ndani ya serikali ili kuhakikisha mfanyabiashara huyu ambaye anauza nje, tunahakikisha anapoanza kutoka kituo cha kwanza tunaenda naye mpaka anapofanikiwa mwishoni. Tunaenda kuweka vizuri mnyororo wetu wa uratibu ili kutokumwacha katikati na ili tusiweze kujua progress. Kwa sababu China tunafanya nayo biashara na ndo nchi ya kwanza ambayo tunaongoza kwenye biashara, inakulazimu wewe una dedicated desk kwa ajili ya swala la exporters kwenda China country. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hilo la kwanza. La pili, mbona tunafanya biashara maafisa biashara wengi tu wanaongea Kichina? Naibu katibu mkuu wachukue waweke hapo kwenye dawati la export za kwenda China, na wengine tuwaombe foreign tuweke attachés kwenye ubalozi wa China ambao watawasaidia exporters. Kwa sababu gani? China ni nchi ambayo tunafanya nayo biashara ya kwanza, kwa hiyo inatulazimu kuweka mechanism za ziada kwa ajili ya kuwasaidia exporters. Lakini la pili, wenzangu ndani ya serikali tumeshaambiana, it is facilitation over regulation. Unawezesha, sio kudhibiti. Kwa hiyo leo mfanyabiashara akija, hutakiwi kumwambia una vigezo, inabidi umsaidie afikie vigezo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni marufuku mfanyabiashara anapokuja kwenye taasisi yako kumwambia kwamba vigezo ni hivi hujafikia. Mpe njia afikie vigezo ili aweze kufanya biashara ambayo anataka kuifanya. Lakini tupo kwenye nyanja za tofauti sana. Ni aibu mfanyabiashara kulalamika kwamba kuna taasisi ya serikali haina mfumo ya kufanya tracking ya maombi yake. Ni aibu kwa sababu dunia nzima inatulazimisha kwenda na zama tulizopo za technology. Kwa hiyo sasa taasisi zetu zote za uratibu, taasisi ambazo zipo chini ya wizara yangu, nimeshawaambia na tumeshakaa na I'm glad kwamba wote wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ili tuweze kuwa hivyo, sisi katika sekta yangu tutawasaidia kuhakikisha tunaweka vijana ambao wanaweza kutusaidia na kutufacilitate na kutuwezesha. Na mimi sina mashaka, kaka yangu wa Wizara ya Kilimo, tunazungumzia kilimo kwa sababu ndio sekta ambayo tunaongoza kwenye export kwenye soko la China. Kaka yangu Mheshimiwa Chongolo yuko very proactive. Nina uhakika atawaongoza na wenzake katika sekta ya kilimo ili tuweze kuzungumza lugha moja, na tukija kwenye forum nyingine kama hii, basi sasa tuanze kuelezeana kuhusiana na mafanikio kuliko malalamiko.
Tutazame taarifa nyingine ambapo vijana wapatao 456 wenye miradi bunifu wameanza kupatiwa mafunzo maalum ili kuhakikisha kwamba mawazo yao yanageuzwa na kuwa biashara endelevu zitakazotoa ajira na tija kwa taifa. Vijana hao wanapatiwa mafunzo kupitia programu ya Go Green na Imbeju wamepatikana kupitia mchakato wa maombi uliofanywa kwa njia ya kidigitali, ambapo mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation Tul Esther Mwambapa amesema watafundishwa na wataalamu wa sekta mbalimbali ili kufikia malengo ya kuanzisha na kuendeleza kampuni zao. Mwingine unaweza kukuta amefika pazuri, anahitajiwa kuunganishwa na masoko, tutaona jinsi ya kuunganisha na masoko. Mwingine anatakiwa tu labda apate wawekezaji, kuna wale investors ambao wanapenda kuinvest kwenye hizi startup, basi tunawafanyia hivyo. Lakini mwingine sasa anatakiwa kupewa hii mitaji wezeshi ya Imbeju, na wao tutawaangalia. Sasa tulipata maombi kutoka Tanzania nzima. Maombi mengi yalitoka Dar es Salaam, iko Zanzibar, iko Arusha, Morogoro na Dodoma na mikoa mingine. Kwa hiyo tumeanza Dar es Salaam kwa kuwa maombi mengi ndiko alikotoka. Tutaenda Arusha, tutaenda Dodoma na kutafuata kule kwingine. Lengo zima ni kwamba tunataka wale vijana tuweze kuwafanyia mafunzo katika maeneo yao wanaoishi, kwanza kwa urahisi wa kufika katika maeneo tunatoa mafunzo, lakini pili sisi baada ya hapo kuweza kutembelea zile biashara zao. Tumeweza mpaka sasa hivi kutoa shilingi bilioni 21 katika kipindi cha miaka mitatu kwa vijana na wanawake. Lakini kwa upande wa the startup 701 zimeweza kupatiwa uwezeshaji, na nyingine zimekuwa kubwa kiasi kwamba sasa zimeweza kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Pia vijana ambao tumewawezesha, kwa kweli ulipaji wao wa mikopo ni mzuri sana. Kwa hiyo tumegundua kwamba pale tunapowekeza nguvu zetu zote kwenye elimu ya fedha na kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba hawatoki nje, yani kama fedha umepewa kwa ajili ya kitu hiki then wanakitumia kwa kitu hicho, inawasaidia sana na wao kuwa na discipline, inawasaidia wao kukua, inawasaidia na wao kutoa ajira kwa vijana wenzao. Kupitia programu hii pamoja na mambo mengi tumeweza kujifunza masuala ya saving, tumeweza kujifunza masuala ya personal finances, tumeweza kujifunza masuala ya namna gani tunaweza kukuza biashara zetu ili kusudi ziweze kuwa bankable au kuweza kupata fursa za loans kutoka kwenye mabanki kama CRDB pamoja na banki zingine. Hii imetuwezesha sasa sisi kama watekelezaji wa huu mradi tuende kutekeleza mradi, lakini pia tunajua tunakumbuka wajibu wetu wa kurudisha, kwa sababu hizi ni seed grants ambazo tunazipata kutoka kwa CRDB. Lakini pamoja na hivyo pia tutaweza kuajiri vijana wenzetu kwenye biashara ambazo tunafanya, lakini pia tutaweza kutoa huduma kwa wale ambao pia wanajihusisha na mnyororo wa thamani wa kilimo. Nimeweza kugundua kuwa naweza kujikuza kiuchumi na biashara ambayo nitakuja kufanya malengo yangu kukua kiuchumi na kuweza kukua kielimu kuhusu jinsi ya kumanage fedha na kuweza kuendeleza maisha yangu hapo baadaye, na kila ambacho nitakachokiwaza kukifanya ili biashara yangu iweze kuwa vizuri na niweze kuelewa jinsi nitamanage vipi fedha ili niweze kuendelea kiuchumi wangu na niweze kufanikiwa. Wakati jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia zikiendelea hapa nchini, baadhi ya waendesha bodaboda wilaya ya Kigamboni wameanza kunufaika na matumizi ya pikipiki za umeme kupitia ushirikiano kati ya kampuni ya Charger Africa na vikundi vya usafirishaji wa bodaboda. Undani wa taarifa hii anao mwandishi wetu Mohamed Magesa. Haya yamesemwa na mkuu wa polisi wa wilaya ya Kigamboni Tobias Welelo, ambapo amesema matumizi ya pikipiki hizo yatasaidia kupunguza utegemezi wa mafuta, hasa katika kipindi hiki ambacho gharama zake zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Kwa sababu ya uhalisia ninaofahamu kwa maafisa usafirishaji wa wilaya ya Kigamboni, sisemei katika uhalisia wa kuwa promote, lakini katika hali halisi na the way ninavyoishi nao wanaweza wakaongoza katika mkoa huu wa Dar es Salaam, hasa katika swala zima la utii na nidhamu ya utendaji kazi ya kazi yao ya maafisa usafirishaji.
ni maafisa usafirishaji wengi wanaojiheshimu, wengi wanaofuata taratibu za usalama barabarani. Kwa kuwa na vyombo hivi, ni vyombo ambavyo nina imani kabisa kwamba tutaona matunda ya kutumia nishati safi katika uhalisia wake, kwa sababu ninawaaminia na watavitunza katika uhalisia wake, ili tupate uhalisia wake kwamba vyombo hivi vina msaada mkubwa kiasi gani katika jamii. Tunakwenda kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika dhamira yake ya kuendesha ajenda nzima ya nishati safi. Ameanzia kwenye upande wa upishi, lakini pia sasa tunakwenda kumpeleka mbele zaidi, tunakwenda kwenye sekta ya usafirishaji. Tusaidie na bajaji zifike, ili wale wanaotaka nao bajaji waweze kuzipata na waweze kujiajiri. Watu wote hatuwezi kuajiriwa serikalini. Sasa watu 100 wakipata pikipiki ni sawa sana kama watu 500 au 300. Na pili, niendelee kuwapongeza kwa juhudi kubwa ambazo mmeweza kuzifanya mpaka tumefikia hapa. Nadhani nimewabana, alikuwa ni muda mfupi sana, lakini mmepambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea kwenda sawa, na hata kama imebakia ni sehemu tu ya robo 3 ambayo tunaweza tukakamilisha. Katika hatua hiyo, pikipiki 10 za umeme kati ya 100 zilizotarajiwa kusambazwa zimekabidhiwa katika mfumo wa mkopo nafuu kwa vijana waliokidhi vigezo vilivyowekwa. Mohamed Magesa, Sky TV, Dar es Salaam. Tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wa kijiji cha Likwaya wilayani Newala wameishukuru serikali kwa mradi wa maji safi wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 100 unaohudumia wakazi wapatao 700. Awali wananchi walilazimika kutembea umbali wa kilomita zipatazo 10 kufuata maji kitangali, hali ambayo inaelezwa kuchangia baadhi ya wakazi kukosa fursa za elimu kutokana na kutumia muda mwingi kutafuta huduma hiyo muhimu kwao. Mradi huo umezinduliwa na kiongozi wa mbio za mwenge ya kitaifa Wazo Mwangonda, ambaye amesisitiza kuwa serikali ya awamu ya 6 itatatua kero za wananchi kwa vitendo. Mheshimiwa Rais baada ya kuona kilio cha Wanalikwaya akaelekeza ujenzi wa tenki la maji na miundombinu ya maji ifike kwa wananchi wa kijiji cha Likwaya, na sasa ujenzi huo umekamilika. Kilichobakia ni kidogo tu cha usambazaji wa maji katika maeneo mbalimbali ya kijiji chetu cha Likwaya. Na uzuri ambao unafurahisha kwamba chanzo cha maji haya ni yale yaliyounganishwa kutoka kwenye chanzo kikubwa cha maji ambacho kinapeleka maji mpaka Tandahimba. Naye meneja wa RUWASA wilayani humo Nsajigwa Sadiki amebainisha kuwa ujenzi umefikia 75% na unaendelea kwa kasi ili kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa na huduma ya maji moja kwa moja nyumbani kwake. Mradi huu unagharimu jumla ya shilingi milioni 107,621,173 na senti 26 na wanatekelezwa kwa mfumo wa force account chini ya usimamizi wa wakala na usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini, yani RUWASA, ambapo hadi sasa mradi huu umegharimu jumla ya kiasi cha shilingi milioni 59,550,649 na senti 92. Mradi umefikia kiwango cha utekelezaji cha 75% ya utekelezaji na kazi zinaendelea. Tulikuwa tunafanya maendeleo kijijini hapa, maji alikuwa hakuna. Sasa tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea mradi wa maji. Tunawashukuru RUWASA kwa kutuletea mradi wa maji hapa kijijini kwetu. Zamani hapo walikuwa wanatumia kitu kimoja kinaitwa likongwe au tikiti maji. Walikuwa wanapalata, wanatia kwenye chungu, wanapika. Lile likongwe linavurugwa, linapatikana maji. Maji yale ndio wanatumia kupikia. Kipindi cha nyuma iko nacho, tulikuwa tunatafuta makongwe. Tulikuwa tunakuna yale, tunapata makongwe, matikiti maji. Yale matikiti maji yale tulikuwa tunachukua, tunapalata, kisha tunapata maji. Yale maji tulikuwa tunapikia kuanzia kisamvu, wali pia na kuwaogesha watoto. Ila kwa hatua tuliofikia sasa hivi tunasema asanteni sana, tumeshapata maji, tumeokoka kwa kipindi kile tulichokuwa tunahangaika kipindi cha nyuma. Maana tulikuwa tunaenda mbali sana tunahangaikia maji. Jeremy Isaya, Sky TV.
Taarifa nyingine ni kwamba mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu hapa nchini kutumia fursa ya sheria mpya ya manunuzi ya umma kwa kuunda vikundi vitakavyowawezesha kupata mikopo, kuanzisha shughuli za kiuchumi na kuongeza nafasi ya ushindani katika soko la ajira na biashara. Taarifa zaidi na Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya. Licha ya uelewa mdogo wa wanafunzi wa vyuo vikuu kuhusu sheria ya manunuzi na uombaji zabuni kupitia mfumo wa NeST, PPRA inaendelea kutoa elimu ili kuongeza uelewa na idadi ya vikundi vinavyoshiriki katika fursa hizo. Akizungumza na wanafunzi wa Mbeya University of Science and Technology MUST, James Mwambungu kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA amesema zaidi ya vijana 5,000 wamewezesha kuunda vikundi na kuanza kuomba zabuni, ingawa elimu hiyo bado haijawafikia wanafunzi wote nchini. Tu na ushiriki wa watu kuanzia 3 na kuendelea, na katika makundi maalum yenyewe yana upendeleo wa kipekee. Maanake ni kwamba kila taasisi nunuzi imeelekezwa kwa kadiri ya kanuni na sheria za ununuzi wa umma kutenga kwenye bajeti yao 30% ya ununuzi kwa mwaka husika. Kwa kila taasisi nunuzi inatenga bajeti ya 30% ya bajeti husika. Kwa kupitia makundi maalum wamepewa upendeleo wa kipekee kuweza kushiriki. Na wengine wanaweza kujiuliza kwamba tunashirikije, inakuaje? Ni kwamba makundi maalum yanapotangaziwa tenda, wao huwa wana upekee kwamba hiyo tenda inaonekana kwa kundi maalum husika tu. Akifungua mafunzo ya wanafunzi wa mwaka wa 3 wa Mbeya University of Science and Technology MUST, naibu makamu mkuu Profesa Ali Vuai akawahimiza kutumia fursa zilizopo kujitayarisha mapema kuomba zabuni za mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma kabla ya kuhitimu masomo. Kuna ile mikopo ambayo inatolewa kwa makundi maalumu ambayo including vijana ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Lakini ya pili, kuna sera ambayo inataka kila taasisi ya serikali 30% ya manunuzi yake yote ya service, good na kila kitu iende kwa makundi maalum. Hayo makundi maalum ni yapi? Ni vijana. Baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo wamesema bado kuna changamoto ya uelewa miongoni mwa vijana, huku wakitaka kasi ya utoaji wa elimu iongezwe zaidi. Nzuri na ni fursa nzuri kwa sababu inasaidia vijana, inasaidia wanawake, lakini pia inasaidia kuwainua watu katika namna yoyote ambayo itaonesha umoja. Tutaiweza kuitumia vyema katika jamii kuweza kuhakikisha sisi kama vijana, pia walemavu, wanawake. Huu mfumo mimi naona unaenda kuwakwamua vijana. Japokuwa sasa vijana wetu bado hawajawa na uelewa mkubwa. Kitu kikubwa zaidi ni vijana kuchukua fursa katika huu mpango mkakati wa NeST. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na usiku huu habari kuu ni kwamba serikali kuanzisha dawati maalum soko la wafanyabiashara na China. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jayunga. Serikali mkoani Geita imewataka wananchi kumlinda mnyama punda kwa kuwa akitoweka ataleta athari kubwa katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ikiwamo ya utafutaji wa kipato. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana undani wa taarifa hii. Hapa ni katika eneo la Mgusu mkoani Geita, eneo ambalo yamefanyika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya punda duniani, huku wamiliki wakitakiwa kuzingatia kuwabebesha punda mizigo ambayo ni robo 3 pekee ya uzito wao. Katika maadhimisho haya, mgeni rasmi Hashim Komba, mkuu wa wilaya ya Geita, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela, amewataka wananchi kumlinda mnyama punda kwa kuwa akitoweka anaweza kusababisha ongezeko la gharama za utafutaji wa kipato. Sasa nataka kila mmoja ajiulize swali. Kwa jinsi ambavyo huwa tunawaona punda wakibeba maji, punda wanabeba mawe, punda wanabeba kuni, punda wanakwenda kutusaidia kilimo. Hebu sasa fanya tafakuri kichwani mwako. Tumeamka asubuhi, kesho punda wote hawapo. Hebu jiulize, tutatumia nini tena kwenye kusafirisha mizigo hiyo ambayo tulizoea kutumia punda kusafirisha?
Jibu utakalopata kichwani ni kwamba endapo mnyama punda hatokuwepo, utakuwa umeongeza gharama kubwa sana kwenye uendeshaji wa shughuli zako. Itabidi utafute vyombo vya moto uvikodi kwa ajili ya kubeba mawe kule kwenye machimbo. Utafute vyombo vya moto uvikodi kwa ajili ya kubeba mazao kule shambani. Utafute vyombo vingine vya moto ama utumie kichwa kwenda kubeba maji sehemu ambayo unakwenda kuchota maji. Na wakati mwingine itabidi utumie hata trekta kwenye sekta ya kilimo wakati ulikuwa una uwezo wa kumtumia mnyama punda. Nataka nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuwasisitiza sana Watanzania wenzangu, tuone thamani ya mnyama punda iliyopo, nasi tumrudishie thamani ile ile kwa kumlindia haki yake. Dr. Shaban Tozo ambaye ni kaimu mkurugenzi wa huduma za mifugo kutoka Wizara ya Mifugo amesema Tanzania ilianza kuadhimisha maadhimisho ya siku ya punda duniani mwaka 2024, huku akisema asili ya wanyama hao ni kaskazini mashariki mwa Afrika. Ninaomba kueleza kidogo historia ya punda. Punda walianza miaka 5000 kabla ya Yesu Kristo, na walianza kaskazini mashariki mwa Afrika, na kisha wakaanza kusambaa kuelekea barani Ulaya na bara la Asia. Kuna punda ambao wamepita hapa na nimefurahi kwamba hawana viboko, hawachapwi, hawana vidonda, hawajabebeshwa mizigo, wanatembea kwa njia nzuri na wamefurahi. Lakini kwa miaka miwili ambayo tumekuwa tukifanya kazi hapa Geita, ukipanda huko juu kwa migodi, kuna wanyama ambao wanataka kuhurumiwa sana. Wamejaa vidonda, viboko, wanapigwa, na ni changamoto kwetu sote kuona kwamba hawa wanyama wamepewa haki zao. Kutoka eneo la Mgusu, halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini RIB, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu amelipongeza Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa utekelezaji wa mradi wa nishati safi ya kupikia katika kambi zake, huku akiwahamasisha kuelimisha jamii zinazowazunguka katika kambi hizo nazo kutumia nishati safi ya kupikia. Pongezi hizo amezitoa wakati wa ziara ya bodi hiyo iliyolenga kukagua utekelezaji wa miradi ya nishati safi ya kupikia inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA katika kambi ya Jeshi la Kujenga Taifa Oljoro jijini Arusha. Mnaweza mkatengeneza mkaa wa kuwatosheleza nyinyi, lakini na ziada mkauza kwa gharama nafuu. Sidhani kama CEO wewe utakuwa unataka super profit. Kwa hiyo unaweza kuwauzia wananchi walio majirani kwa gharama ambayo ni nafuu, badala ya kununua ule mkaa. Umesema mwenyewe huu mkaa sijui ni upi unaorifaa, yani unatumia muda mfupi, kiwango kidogo compared na mkaa huu wa kawaida ambao unatumia magunia mengi. Kwa hiyo faida ya hii iwe ni hiyo kwamba muweze nyinyi kujitosheleza, lakini pia muweze kuwafikishia na Watanzania wengine ambao wanazunguka, na nyinyi mkawa mnapata kidogo. Ni legacy tu. Unajua kama kitu kinatoka jeshini kwa wananchi, wale wanajisikia faraja. Huhitaji faida kubwa kwa sababu hata manpower ambao ni ya serikali ile sio serikali, watu personeli wa jeshi ni serikali ile Kwa hiyo yani ninyi mnakuwa mnaitumikia nchi tu. Kwa hiyo kwa maana nyingine mnatekeleza nini maelekezo yani ya Amiri Jeshi Mkuu. Kwa upande wake,
Akimwakilisha mkuu wa JKT Kanali Project Lutahiwa ameshukuru bodi hiyo pamoja na management ya REA kwa utekelezaji wa miradi ya nishati safi ya kupikia, ambapo kambi 22 zimepata fedha kutoka REA ya utekelezaji wa mradi huo ili kulinda mazingira pamoja na afya za wanaoandaa chakula. Lakini pia nitoe shukrani nyingi sana kwa bodi ya REA chini ya wewe mwenyekiti Afande, ambao mliamua kutupatia rasilimali fedha kwa ajili ya kuwezesha vikosi vyetu kutumia nishati safi kufuatia maagizo ya serikali. Kwa niaba kwa Jeshi la Kujenga Taifa, ninawashukuru sana bodi ya REA, lakini pia watendaji wa REA. Sisi JKT makao makuu tuliunda kamati yetu ambayo inasimamia mradi huu katika vikosi vyote chini ya DVT ambaye ni Lieutenant Colonel Ngairo. Vile afande vijana wameweza kujifunza namna ya kutengeneza huo mkaa na namna ya kutumia hizo gesi nishati safi badala ya kutumia mkaa kwa kupikia. Tuangazie taarifa nyingine ambapo naibu katibu mkuu Wizara ya Maji Rose Ambrose amemtaka mkandarasi wa mradi wa maji wa miji 28 Mafinga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo ili wananchi wa Mafinga na maeneo ya jirani waanze kupata huduma ya maji safi na salama kwa wakati. Naibu katibu mkuu amesema hajaridhishwa na maendeleo ya mradi huo na kusisitiza kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha utekelezaji wake, huku akisisitiza kuwa serikali inahitaji kuwa na kazi muhimu ikiwemo ujenzi wa bwawa na miundombinu mingine ikiendelea kwa kasi. Tumetembelea huu mradi, tumeanzia kwenye tanki, storage tank, na hapa tuko kwenye chujio. Tunachokiona bado kazi kubwa. Progress ya mradi sio ya kuridhisha sana. Mkandarasi unapaswa kuongeza juhudi. Tunatambua kwamba bado kuna madai ambayo hujalipwa, lakini serikali iko katika hatua za mwisho za kulipa hizo IPC 2 ambazo bado unadai. Na kwa msingi huo na kwa sababu mkataba ambao unaisha tarehe 30 Juni unahitajika kuwa renewed. Yes. Kwa hiyo kuna hatua ambazo tayari wizara imesha kuelekeza kufanya. Kwa hiyo ukamilishe ili tuweze kuendelea na kazi vizuri, kuhakikisha kwamba wananchi hapa wanapata maji ambayo wamekuwa wamekiasubiri kwa muda mrefu. Kimsingi kama wizara tuko committed na huu mradi, kwa hiyo tunakuomba na wewe uweke nguvu katika kutekeleza huu mradi. Mradi huo unatarajiwa kunufaisha zaidi ya wananchi 109,720 wa kata 7 za halmashauri ya mji wa Mafinga na kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kutoka 67% hadi 89%. Zinazile Mswima, Sky TV, Dodoma. Takribani wananchi 683,767 mkoani Dodoma wamefikiwa na huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya kitaifa ya Mama Samia. Lai Saidi ana undani wa taarifa hii. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria Etha Msambazi amesema katika mkoa huo jumla ya migogoro 543 imepokelewa, ambayo 282 imetuliwa papo hapo, huku mashauri 261 yakiendelea kushughulikiwa. Kampeni safari hii awamu ya pili imekizingatia ni kwamba kwanza tumeongeza idadi ya siku kutoka siku 9 mpaka siku 15. Kwa nini tumeongeza idadi ya siku? Ili kuweza kuwafikia wananchi wengi zaidi tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini pia tumeongeza siku kutoka siku 9 mpaka 15 ili tuweze kushughulikia kero na malalamiko ya wananchi. Tuliona katika awamu ya kwanza zile siku 9 hazikuwa siku ambazo zinatosha kwa ajili ya kuweza kutatua na kushughulikia kero za wananchi. Lakini awamu ya pili pia inalenga kufikia makundi mbalimbali ambayo katika awamu ya kwanza labda hayakufikiwa. Kwa mkoa wa Dodoma tumepita katika vyuo 4, tumefanya midaharo ya kisheria na wanavyuo, kwa hiyo tumeweza kufikia zaidi ya wanachuo wengi ambao waliweza kujitokeza na kufanya midaharo. Kwa upande wa awamu ya kwanza, mkoa wa Dodoma ambao una takribani ya wananchi 3 milioni
kwa mujibu wa sensa tuliweza kufikia 2% tu ya wananchi, lakini katika hii awamu ya pili mpaka sasa hivi takwimu za jana tumefikia zaidi ya 22%, kwamba tumeweza kufikia wananchi 683,767. Tumekutana sana na migogoro ya ardhi katika mkoa wa Dodoma, na uzuri awamu hii ya pili tunakwenda sambamba na wenzetu wa Wizara ya Ardhi, wako hapa wanatoa hati, lakini pia wanashughulikia migogoro. Nao wananchi wa wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga wameomba kampeni hiyo ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid ifikishwe vijijini zaidi, kwa kuwa wananchi wanaoishi maeneo ya pembezoni wana changamoto nyingi zinazohitaji msaada wa kisheria. Kampeni hii inawafikia wananchi uko waliko. Kwa tupo hapa halmashauri ya Kishapu, tunaendelea na kampeni hii kuweza kufikia kata zote za wilaya ya Kishapu, lakini pia na kwenye baadhi ya vijiji ambavyo vimebainika kuonekana na changamoto mbalimbali za kisheria. Nimefika na changamoto yangu, nilikuwa nahitaji kuweza kusaidiwa namna ya kuandaa nyaraka za kisheria. Nimepata msaada vizuri, nimepewa elimu, nimeelimishwa, nashukuru kwa msaada mzuri. Toka tuanze tuna matarajio ya kupata basi at least watu wasipungue 600 na kuendelea. Zoezi hili ni la muhimu sana. Niwaombe sana wana Kishapu kwamba kampeni hii ya huduma za kisheria ambayo inaendeshwa kwanza ni ya bure, halafu tumeletewa sisi wenyewe. Badala ya kutumia gharama kutafuta mwanasheria ambao utamlipa fedha, badala ya kutumia gharama kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, muda wetu kwa kweli Mheshimiwa Rais ameuepusha sana. Lai Saidi, Sky TV. Na taarifa hii inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakusomea habari za michezo na burudani, na kuomba usiondoke. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Jina langu mimi ni Sabrina Omari na hapa niko maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Nataka nijue wanaangalia nini, wanafurahia nini na kwa nini Poaflix ni app ya burudani. Kameramani, nipate. Poaflix naifahamu na naipenda sana kwa sababu movie zipo kwa Kiswahili. Naelewa kila kitu bila shida, hata nikiwa kazini. Naona kuna bodaboda hapa. Mara nyingi napenda sana movie za action, mambo ya kupigana. Disha. Nikiwa nyumbani natazama, pia nikiwa kijiweni kama hivi hamna movement ya safari, pia nina uwezo wa kuangalia pote pale na gharama zake ni nafuu kabisa. Kwenye simu unaweza kuangalia muda wote. TV inakwambia ni saa 2 au saa 4 usiku. Kwenye simu ni rahisi sana. Poaflix kwanza ni nzuri, ina ubora wake. Kwanza ni katuni. Kwa mtoto wangu anaburudika sana na ni nzuri sana. Napenda kuangalia katuni ya Kiko. Yule Kiko unampenda mwenyewe? Ndio. Nilicheka sana hapa. Karibu.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Jina langu mimi ni Sabrina Omari na hapa niko maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Nataka nijue wanaangalia nini, wanafurahia nini na kwa nini Poaflix ni app ya burudani. Kameramani, nipate. Poaflix naifahamu na naipenda sana kwa sababu movie zipo kwa Kiswahili. Naelewa kila kitu bila shida, hata nikiwa kazini. Naona kuna bodaboda hapa. Mara nyingi napenda sana movie za action, mambo ya kupigana. Disha. Nikiwa nyumbani natazama, pia nikiwa kijiweni kama hivi hamna movement ya safari, pia nina uwezo wa kuangalia pote pale na gharama zake ni nafuu kabisa. Kwenye simu unaweza kuangalia muda wote. TV inakwambia ni saa 2 au saa 4 usiku. Kwenye simu ni rahisi sana. Poaflix kwanza ni nzuri, ina ubora wake. Kwanza ni katuni. Kwa mtoto wangu anaburudika sana na ni nzuri sana. Napenda kuangalia katuni ya Kiko. Yule Kiko unampenda mwenyewe? Ndio. Nilicheka sana hapa. Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV. Above the limit. Sky TV.
biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Sky TV. Sky TV. Biashara na uchumi. Sky TV. Na mtazamaji, karibu tuendelee na ulimwengu wa habari, na sasa ni katika habari za michezo na burudani, ambapo klabu ya Simba imetoa tuzo ya klabu bora ya wanaume mwaka katika tuzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT 2025 ambazo zimefanyika jijini Dar es Salaam. Mafanikio hayo yanaendelea kuthibitisha ubora na ushindani wa Simba Sports Club katika mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa kwa mwaka 2025, ambapo klabu hiyo imeonyesha kiwango kikubwa katika ligi na michuano ya kimataifa. Taarifa nyingine ni kwamba kutoka dimba la KMC Complex ni dakika 90 za burudani na upinzani mkali. Fountain Gate imefanikiwa kuondoka na pointi 3 muhimu ugenini baada ya kuinyuka KMC FC mabao 3-2, mchezo uliokuwa na msisimko wa hali ya juu. Ushindi huo unaendelea kuwapa jeuri Fountain Gate katika msimamo wa ligi, huku KMC FC ikiendelea kuzama kuelekea championship. Tukielekea katika anga ya kimataifa, ambapo shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuwa mwamuzi Jean-Jacques Ndala atabaki kuwa msimamizi wa mechi ya mkondo wa kwanza ya fainali ya ligi ya mabingwa Afrika itakayopigwa jijini Pretoria, Afrika Kusini. Licha ya malalamiko yaliyowasilishwa hivi karibuni, CAF imepitia hoja zote na kuamua kuziweka kapuni. Shirikisho limesisitiza kuwa hakuna mabadiliko yoyote yatakayofanyika kwenye jopo la waamuzi lililopangwa awali kwa ajili ya mechi hiyo kati ya Mamelodi Sundowns wa Afrika Kusini na AS FAR Rabat ya nchini Morocco. Msimamo huo unakuja kufuatia kile ambacho CAF imekielezea kama imani kubwa katika weledi na uzoefu wa mkongomani huyo mwenye mechi kubwa za kimataifa. Tuhitimishe na taarifa ifuatayo. Mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe hatakuwepo kwenye mechi ya leo wa El Clasico dhidi ya Barcelona. Licha ya jitihada za kumrejesha uwanjani, jeraha lake la misuli limezuia ndoto yake ya kucheza dabi ya leo akiwa na uzi wa Madrid. Los Blancos italazimika kutafuta mbinu mpya
italazimika kutafuta mbinu mpya ikiwa ushindani bila kasi ya Mfaransa huyo kwenye safu ya ushambuliaji. Naamini Real Madrid itaweza kuondoka na pointi 3 bila Mbappe, au hii ni faida kubwa kwa Barca? Basi ni swali ambalo pia unaweza kubaki kujiuliza. Tunatamatisha hivyo katika habari za michezo na burudani ndani ya Ulimwengu wa Habari. Muda mfupi ujao nitakuletea hapa utabiri wa hali ya hewa. Sky TV. Ya Jumapili, mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhan Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini isipokuwa katika maeneo machache yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na kwa siku ya leo, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini. Na kwa maeneo ya pwani ya kusini, Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Naam, utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia majira ya saa 3 usiku wa leo ndio unatufikisha ukingoni, lakini kabla ya kuhitimisha ni kukumbushe sehemu ya muhtasari wa yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Serikali kuanzisha dawati maalum la soko la wafanyabiashara na China. Pikipiki zinazotumia umeme zaanza kutumika Kigamboni. Katika habari za michezo na burudani, Simba yawa timu bora Tanzania msimu wa 2024-2025. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Tunasema asante kwa wote ambao wameshiriki kufanikisha Ulimwengu wa Habari kukufikia, lakini pia nawe ni kushukuru kwa kusafiri pamoja nami kuanzia mwanzo hadi hivi sasa tunapohitimisha. Nikutakie mwisho mwema wa wiki na endelea kuitazama Sky TV. Naitwa Pius Jayunga.